Yesu amefufuka kweli kweli. Haleluya, haleluya. Tukiwa katika siku yetu ya 8 ya Pasaka, siku ya 8 ya Oktava ya Pasaka. Wale wanamuziki wanafahamu vizuri Oktava inamaanisha nini, teneti mnafahamu vizuri sasa. Hiyo siku ya Oktava ya Pasaka, siku ya 8, tunashuhudiwa habari za ufufuko wa Yesu alipowatokea wanafunzi wake wakiwa wamejifungia ndani, inavyosemwa kwa hofu ya Wayahudi, na Yesu anakuja katikati yao, anawaambia amani iwe kwenu, na mengine akafuata. Lakini siku hii kwa namna pekee kwa kalenda ya kanisa, kama tulivyoambiwa mwanzoni, pamoja na kuitwa Dominika ya pili ya Pasaka, siku ya 8 ya Oktava, lakini bado tangu tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2000 Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitangaza Dominika hii rasmi iingie katika kalenda ya liturujia ya kanisa na kutambulikana kama sikukuu au siku ya huruma ya Mungu. Kristo tumaini letu. Historia yake inaanza wapi mpaka itangaze siku hiyo kuwa siku ya huruma ya Mungu? Ilianzia tangu mwaka 1930. Unalizaliwa wakati huo mwenye miaka 96 saizi. Hawapo, wamekufa wote. Itakuwa wengine hawajiwezi wako nyumbani, wote wamekufa. Hapana. Katika mwaka huo Yesu alimtokea sister mmoja aliitwa Maria Faustina. Alimtokea mara nyingi akimwagiza. Wale wanaojua kutafsiri, kuangalia sanamu mbalimbali za Yesu, kuna sanamu moja ina miali nyekundu na nyeupe toka ubavuni wake, ubavuni mwa moyo wa Yesu. Ndivyo alivyotokea kwa sista huyo mara nyingi. Ndiye aliyemwagiza, ningependa Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka iwe Jumapili ya kutafakari huruma ya Mungu. Alimtokea mara nyingi na ujumbe huo. Kwa vyote vile, kadiri ya taratibu, lazima alitolea taarifa, aliripoti kwa wakubwa wake, akaripoti kwa muda mrefu matukio hayo. Iwe Jumapili ya huruma ya Mungu, kwa sababu wakati huo tutafakari utimilifu wa mpango wa Mungu wa ukombozi ambao ni wa huruma kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kwa yote vile, ile huruma aliyoonyesha Yesu ambayo ndio anaitaka iadhimishwe, wende naendana sana na tukio hilo la siku hiyo ya 8 ya Oktava alipowatokea wanafunzi wake. Pale ndipo anapoanza kueleza vizuri juu ya huruma ya Mungu. Kristo tumaini letu. Nataka iadhimishwe hivyo kwetu sisi waumini, tunapotafakari juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Mungu. Ni kilele cha kuonyesha jinsi Mungu anavyotuhurumia. Wale ambao wataiadhimisha vema siku hiyo wanaahidiwa rehema kamili. Wanaahidiwa nini?
Ni kamili kwa sababu ina mapato ya maondoleo ya dhambi zao zote na adhabu zake. Unaweza kuondolewa dhambi na adhabu zake. Kuadhimisha vema kwa mtindo upi? Ninaamini baadhi yetu wana moyo mtakatifu wa Yesu, si utume wa Fatima, si karismatiki, si chama gani kingine, hata uwaka, hata wawata, hata vijana, hata utoto wa kipapa, hata nani wengine, wazee na wastaafu, hata wale wasipitii, hata nani wengine, hata wanakwaya na kadhalika na kadhalika. Gani ya kufanya? Sababu kanisa limeweka maelekezo. Wengine wengi wenye kujikita kiimani katika kutafuta huruma ya Mungu na rehema hizo kamili, huwa tulipoanza Pasaka waliingia kwenye mfungo mwingine wa novena ya huruma ya Mungu. Kuna huruma ya Mungu wetu. Wewe mnasali? Asili yake ni hapo. Waliingia kwenye novena ya huruma ya Mungu ambayo leo ndio hitimisho. Na hivi sharti lake ndani mule, lazima sasa kivipi unapata rehema kamili? Pale ambapo utajitahidi pamoja na kusafiri, ile ilikuwa maandalizi yako na sala mbalimbali zinasaliwa, lakini jitahidi kwenye siku hii ya leo upate sakramenti ya kitubio na Ekaristi. Kristo, uwe umeungama na ukomunike. Sasa mambo ya kichungaji leo Jumapili tungeweza kuungamisha alafu baadaye ukomunike. Kama mtu aliyejipanga vizuri anajua namna ya kusafiri ili apate hayo. Mwingine jana angekuwa ni nafasi ya kwanza kutafuta paroko yuko wapi bali yuko wapi nipate kuungama, kwa sababu nimesafiri nikitafakari na kusali huruma ya Mungu ili nipate. Yesu alidhihirisha kwa sister huyu na kwetu pia ni alama. Nyekundu ni damu, nyeupe jamani, wapo wanaojua, yaani siongei na watu wasiojua kabisa hapa. Nyekundu mimi nimesema ni damu, nyeupe maji. Damu kumaanisha nini? Damu kumaanisha Ekaristi. Na nyeupe maji kumaanisha nini? Ubatizo. Ubavuni pake walichoma mkuki, mara damu maana yake nini? Maji maana yake nini? Kwa hiyo huruma ya Mungu inakamilika hapo kwamba kwa maji yaliyomwagika toka ubavu wa Kristo ndio yanaoosha nafsi zetu, roho zetu, kututakasa na kutufanya wapya. Sawa jamani? Kisha tuimarishwe kwa kulishwa mwili wake na damu yake. Tuimarishwe na Ekaristi. Tushibishwe. Ndio ujumbe ambao unaenea katika Dominika hii yetu ya leo ya huruma ya Mungu. Na mimi nimependa niwaletee maelezo hayo ili kila mmoja ajue kama mwaka huu umeshindwa, lakini bado kila siku uitafute huruma ya Mungu, kwa sababu kila siku tunahitaji kuiona huruma ya Mungu katika maisha yetu. Uongo kweli? Kila siku tunahitaji. Kwa kila siku weka jitihada za makusudi huruma ya Mungu ikupate. Ni kwa sababu hiyo ndio maana tunamuona Yesu ambaye amejitoa sadaka kwa ajili yetu kukamilisha safari hiyo na mpango wa Mungu kwa huruma kwetu sisi wanadamu na mapungufu yetu mbalimbali. Sasa niwaletee kwa uchache yale ambayo ni matunda ya huruma ya Mungu kwetu sisi, ambayo ndio matunda ya Pasaka. Tunaweza kusema matunda ya Pasaka, matunda ya ufufuko, matunda ya huruma ya Mungu.
Ni yapi ambayo mwanadamu, mimi na wewe, tungeweza kufaidi kutoka katika mpango huo wa Mungu? La kwanza, sio katika umaana, katika kutaja tu. Tulipotafakari habari za Lazaro na jiwe lililowekwa mlangoni pa kaburi, Yesu akamwambia liondolewe. Tukatafakari habari za ufufuko, mlangoni pa kaburi la Yesu paliweka nini? Jiwe. Wakakuta limeondolewa. Ni maelezo haya kwamba huruma ya Mungu katika maisha yetu ina nguvu kuliko udhaifu wetu. Huruma ya Mungu katika maisha yetu, ndugu zangu, ina nguvu kuliko watu. Zikatie tamaa. Kwenye maisha yako kuna mambo mengi yanajitokeza. Kuna hofu, kuna huzuni, kuna chuki, kuna maisha ya kisasi, kuna maisha ya wivu, kuna maisha ya ushirikina, kuna maisha na kadhalika na kadhalika. Ikiwa una lengo la kuitafuta huruma ya Mungu na kuwa mpya, kuoshwa kwa maji ya ubatizo na kuimarishwa na Ekaristia, inawezekana. Usijikatie tamaa. Nimesema inawezekana. Kwa huruma ya Mungu ndio inafungua ile milango yetu mbalimbali tuliofungiwa au tuojifungia wenyewe. Msijikate tamaa. Niwaambia wakati mwingine, jamani, mfano mmoja mdogo, unaweza kujikatia tamaa. Basi katika mkumbo wa maisha sisi Wanyia tunao wake wengi. Kwa sababu gani? Asili yetu ni kwa ajili ya nguvu kazi kwenye mashamba ya kahawa. Ndio jamii iliyotupokea ikatuweka hivyo. Ndio asili yetu. Kwa hiyo mpaka ije julikane kwamba ni jambo baya, Mnyia hakuelewi haraka haraka. Ni mbaya kuwa na watoto wengi na wake wengi kwa ajili ya kahawa chuma na wakati wake. Ni mbaya. Na pale utadai zaka na sadaka kutoka kwenye mapato ya kahawa. Kwa kaka ni ngumu. Baadaye ukishatambua, kumbe kadiri ya utaratibu wa kanisa au unaanza kubatizwa wewe Mnyia mwenye wake 6. Usikafikiri kwamba haiwezekani huruma ya Mungu kupitia. Inawezekana. Kama ni lazima kuachana na wake hawa, Mungu anaweza tu. Au wake hao kuachana na wewe, inawezekana. Kristo, inawezekana. Nikupe mbinu moja wapo. Ungependa kuijua? Wewe sali sana na kuweka mazingira ili kusudi uweze ujikabidhi. Mungu, naomba katika hili unikomboe. Uninusuru katika hili linalonitinga. Ndio jiwe liko mlangoni pangu. Ndio mlango umefungwa. Wake 6. Na kina mama na yeye ingine katika mfumo huo wa kusali. Unashangaa baadaye wengine akina mama wanaanza kuleta fujo, wanakukorofisha kwa fujo. Mimi naenda kwetu, wewe mwanaume gani? Mshukuru Mungu, asante kwa sababu huyu anapungua. Anaomba talaka anapungua. Katika 6 wabaki 5 au 4. Wamomba 2 wabaki wangapi? 4. Mwingine kwa sababu mnaendelea kusali, mnadumu katika kusali, wamejikabidhi kwa Mungu na kanisani wamo angawa hawakomuniki. Mwingine anakufa na ugua anakufa, tunamzika Kikristo. Alikuwa kwenye safari ya kuipata huruma ya Mungu na ameingia kwenye safari mkatukumeni wa huruma ya Mungu. Hatumziki Kristo huyu? Au tumtenge? Hapana, tunamzika Kristo, tunamuombea sana na tunaendelea kusali sana kwa ajili yake aipate huruma ya Mungu. Wewe mwanaume ambaye ndio malengo Mungu labda tunakulenga wewe, wamekufa 2 katika 4 anabaki wangapi? Kristo. Bado safari inaendelea.
Baadaye, kwa sababu wewe mwenzangu umejiingiza kwenye safari ya kuisaka huruma ya Mungu vilivyo, na Mungu amepokea maombi yako, anawahitaji akina mama hao waendelee kutunza watoto, anakuchukua wewe na kanisa likupokea, linakuzika Kikristo vizuri, linakutazama kama mkate kumene ukitafuta huruma ya Mungu katika maisha yake, na alijitahidi sana, na tunaendelea kukuombea ili huruma ya Mungu ikupate. Akina mama wanakuwa huru eti jamani, si wote wanakuwa huru? Kuna vikwazo hapo? Kuna aliyezuiliwa? Kuna mifano mingi sana ambayo katika uchungaji wetu tumeipata ya watu wenye kuisaka huruma ya Mungu, na katika mazingira magumu mwishoni unakuta huyu ameshakabisha mambo yake yote. Wapo wengi, tunaweza tungekuwa na muda tungewasimulia sisi ambao ni mashuhuda wa habari hizi. Huruma ya Mungu, ufunguo wa milango yetu iliyofungwa. Hata kama ulithishwa mambo mbalimbali na wazazi na bibi na nani, yale ya ajabu ajabu yale, inawezekana yakaondolewa, ukawa huru. Kristo tumaini letu. Katika maisha yetu ya pili, tumepita katika mazingira mbalimbali, tumejeruhiwa kwa namna mbalimbali. Yapo majeraha ya nje yanaonekana na watu, yapo mengine ya ndani hatuyaoni. Kila mmoja ana majeraha yake, hakuna aliyepona katika hili. Kila mmoja ana majeraha. Umshukuru Mungu wale ambao unaona ana majeraha unapuani, hapa pana jeraha, kuna katoto kama nakaita kana nani, nakaita kabenteni kangu kwa sababu kana jeraha kama mimi hapa. Benteni. Kristo. Kila mmoja ana majeraha. Shukuru Mungu kama tunayaona. Mengine ya ndani yanawezekana ni makubwa kuliko haya ambayo tunayaona. Majeraha ambayo watu wanayo. Ndio maana anashuhudia watu kujinyonga, watu kufanya nini, watu kufanya majeraha mbalimbali. Mbele ya huruma ya Mungu haya hayana nguvu. Huruma ya Mungu inabadili majeraha yako hayo katika maisha uliyoyapitia. Ndio unabadilisha jina. Jina wanahitaji wengine. Yeye Peter Sindwe. Tugange? Wengine wanasemaje? Ya kale? Ya John Fresh. Wengine wanasema John Fresh. Wengine wanasemaje? Ya kale dhahabu. Sio jamani? Ndani ya huruma ya Mungu majeraha hayo ndugu yangu wewe jikabidhi vizuri kwake. Yanabadilisha maana. Majeraha yanabadilika. Yanapata jina jipya. Kwa sababu kama mwenzangu una mguu mmoja umekatwa, au mkono umekatwa, au una jeraha fulani kadhalika na kadhalika, ninataka kukuambia nini? Nikwambie ona jinsi ulivyonusurika. Kristo. Ilikuwa limetoka ni jeraha. Yale ya nje boda boda. Yale ya nje si boda boda zinatumika kama jeraha. Na ukilema mwingi. Mengine pigwa ngeo na mume wako au na mke. Kwa jicho lingine halioni au limepofuka au halipo. Mwingine amekatwa pua. Hayapo hayo katika jamii? Yapo. Na mengine nilijikwaa mengine niligongwa na gari, mengine nilisuka tumbukia kwenye korongo, nilikuwa nimelewa. Yapo majeraha yanatokana na mapungufu yetu. Yapo mengine hayakuzuilika. Lakini yale yote yakukumbushe jinsi ulivyonusurika. Kristo. Yanakumbusha jinsi ulivyo nusurika. Isingekuwa huruma ya Mungu ingekuwaje kwako? Wakati ule ulipogongwa na pikipiki, ulipogongwa na gari, ulipotumbukia kwenye shimo, ulipopigwa na mkuki, ulipopigwa na kisu. Wewe unasema, yani nimeponea chupu chupu, ningekufa mimi. Kristo. Haya majeraha yanabadilishwa maana.
yakukumbushe jinsi ulivyopona kwa bahati, tena kwa huruma ya hata unapomwangalia Yesu ana msalabani, unapomwona tu jinsi vile, kama unataka kuingia kwenye kuonja kabisa namna gani ya kujisikia ungekuwa ni wewe na uko mzima au umekufa kwa jinsi hiyo. Hata ukumbuka nini? Namba 3, huruma ya Mungu inakusaidia wewe ukiona majeraha, ukiona matatizo, ukiona shida kama hizo, unaona upendo wa pekee uliopita kiasi toka kwa Mungu kwa ajili yako. Hata kwa mwenzako, unamwona mwenzako jinsi ambavyo unamuona kabisa huyu kweli Mungu amempenda. Tena wengine nasema amenusurika hivi, kampe Mungu shukrani, katoe sadaka, anza kusali. Sio msemaje? Ndio. Yote hayo ni matunda ya huruma ya Mungu. Wengine tuna majeraha ya kihistoria. Historia yangu imekuwa ngumu, ina sifa ambayo haipendezi hata kusimulia mbele ya watu wengine. Tupo wengine wanakuwa jasiri kusimulia, wengine wameweka ndani kwa ndani mpaka nasababisha hata msongo wa mawazo. Hutapata msongo wa mawazo kama hujaingia kwenye mchakato wa kuepukana na hali ile. Wale ambao wamekubali hali ile, atapeleje msongo wa mawazo? Sasa bwana, kama na hali ipokee, tunaweza kuipokea. Uipokea maana yake unajiepusha na msongo wa mawazo. Je, na dhambi ndani ya maisha yangu niipokee? Nikubaliane nayo? Kwa hiyo nifanyeje? Nifanyeje? Ingia kwenye mchakato. Mungu ana uwezo juu ya hilo ambalo linakuingiza kwenye msongo wa mawazo, sio kwa kukubali kupokea, ila kwa kukubadilisha wewe uwe na mtazamo tofauti, sio kupokea. Kristo, tuliposikia habari za kwenye Injili, habari za Tomaso, tunamuona Tomaso, safiri na Tomaso. Ukisafiri naye hivi, alikuwa na shida gani? Wewe ungekuwa wewe, ungekuwaje? Ungekubaliana na wanafunzi wenzako kusimulia tu, au na ungependa kuona? Kristo, mambo mazuri hayo wanakusimulia wenzako. Je, unaonaje? Ungependa na wewe uone au ukusimulie tu? Hata sisi tuko hivyo hivyo. Na sisi tuko hivyo hivyo. Sasa, nani fulani kule? Iko moja vitu. Ngoja na mimi nikaone. Hata katika uovu unafanya hivyo hivyo. Kuna mwizi kule, ngoja nikamuone. Na bado ajiunga uje kupiga. Hii ni hali yetu ya kibinadamu. Lakini safari hiyo usiilaumu. Ikiwa unaunganika na safari ya kuipata huruma ya Mungu, hatua hizo ndivyo ambavyo mlango mpya wa imani unafunguliwa. Udadisi wako ukupeleke kwenye imani ndio inakuwa thabiti. Na Tomaso mwisho anasemaje? Wana wangu na Mungu wangu. Ni kukiri imani. Kwa katika udadisi wako mbalimbali ukusindikize kwenye kujijengea msingi imara wa imani yako. Huruma ya Mungu ndio inafungua njia zote hizo. Uitafute huruma ya Mungu. Hata kama utakimbia, wanasema mwizi, na siku hizi ndio hilo lililoibuka hilo. Hata je, unapofika kwenye tukio, wewe ni kitu gani kinachokusukuma? Kitu gani kikusukume ndani ya tukio? Unataka ushuhuda, umeenda, wanasema mwizi. Kwa hiyo wewe unasafiri kuitafuta huruma ya Mungu, utafanyaje? Utafanyaje? Kwani sio mtetezi?
Kristo. Wewe unaitaka huruma ya Mungu, na huyu ni mwizi mkadiri inavyosemwa, ingawa hajakuibia wewe na ujue aliyeibiwa. Na unaitaka huruma ya Mungu, utashika mawe kumpiga? Utafanyaje? Utaogopa watanipiga na mimi? Kristo, safiri na huruma ya Mungu. Na kama wapo watu 7 wako 8 wenye hali hiyo hiyo katika kundi hili la wengi wanasema mwizi, ninyi watu 8 mna nguvu, mnaweza kuokoa jahazi, mnaweza. Lakini wewe kujificha na mwenzako kujificha, Mungu ajificha, unaenda kujifungia ndani kwa hofu, umeharibu. Kwa nini ujifungie ndani? Kristo. Hapa tunasimuliwa wanafunzi walijifungia ndani kwa hofu, inavyoeleza kwa hofu ya Wayahudi. Mimi ningeweza kuwa tofauti kidogo. Ningeongeza hapo, sio tofauti, ningeongeza kitu kingine. Kilichofanya wajifungie ndani ni nini? Zaidi ya hofu ya Wayahudi nini kingine? Kila mmoja ana historia yake katika tukio hili la kuhusika. Katika tukio Yesu amekufa, kila mmoja alikuwa na historia yake, anajua alivyohusika. Wachache wanatajwa, Petro anatajwa, sio jamani? Alifanyaje Petro? Alimkana. Sasa kwa nini siwe na hofu kama wanasema yupo? Atakapokuja hapa ataniambia nini? Na hivyo kwa tafakari ikaja picha haraka ya kumbukumbu. Hivi kama nani alipokufa Magufuli, watu walikunywa pombe wakala nyama, wakajipongeza. Fikiri katika baraza la mawaziri au katika wabunge au katika watendaji au katika nani si waliojipongeza. Utakapoambiwa ni yu mzima na habari zako unazijua, ungependa kukutana naye? Kristo, ungependa kukutana naye? Vitu vingine havina sababu. Yaani kama umeweka difu na paroko, hapo baadaye ukasikia amehama, ukashangilia, baadaye unasema hapana, amerudi. Kuletea shida sana. Itakuwa sababu ujifungia ndani na wewe. Utoki nje kanisani uweni. Nini ulisherehekea? Wewe tunaweza kuongeza kwamba hao wanafunzi walijifungia ndani kwa sababu kila mmoja ana historia yake juu ya uhusika. Kama sio Petro aliyetajwa, hata wengine walikuwa wapi? Mbona walikimbia? Si walikimbia? Kila mmoja alienda kivyake. Walionekana, haya yule mwanafunzi aliyempenda tena kisiri, anajisogeza kidogo. Alipoona mambo yameisha kabisa, ndiye anaonekana msalabani pia. Yeye unasemaje? Hakukimbia. Kwa nini hakutetea? Kristo. Ukifuatilia somo la kwanza, habari za maisha ambayo waliishi wale wanafunzi wa kwanza wa imani walioipokea huruma ya Mungu ikawafanya wewe umoja. Ingekuwa na sababu mojawapo ya tunda la Pasaka ya huruma ya Mungu inatufanyaje? Inatufanya tuwe wamoja. Inatufanya tuwe wamoja. Na ndio Yesu anafundisha, kwa nini wewe Tomaso ukuwepo kwenye kundi? Alikuwa wapi Tomaso? Yeye hakuogopa. Yeye hakuwa na hofu. Kwani alitoka? Kristo. Lakini kwa nini Tomaso alitoka kwenye kundi? Wenzake wamejifungia ndani, tunasema kwa hofu ya Wayahudi. Yeye kwa nini alitoka? Alikuwa ogopi. Alikuwa ogopi.
Ndio tukaanza kurudi kwenye swala letu. Wapo wengine tumejikatia tamaa, basi tunakubaliana, nisipate msongo wa mawazo, bora nikubaliane hali halisi. Lakini baadaye kamoyo kanamdunda hata kutokuwa kwenye kundi, ndugu yangu, kutokuwa kwenye kundi ni tatizo. Naikosa huruma ya Mungu. Huruma ya Mungu inafanya tuwe wamoja. Katika umoja huo ndipo ambapo tunaweza kutafakari neno lake, tunaweza kusali na kushiriki ekaristi katika umoja. Kristo kwa anaingia kanisani kwa ripoti nyingine imeongezeka. Mbona viti vingine viko wazi? Wengine kina Tomaso bado wajaja. Bado wajaja, wako huko wanahangaika na mambo yao. Ni ngumu ndugu yangu ipata huruma ya Mungu kama unabaki huko. Njoo upate rehema kamili hapa. Shirikana na wenzako. Ile furaha ya Pasaka, shirikana na wenzako. Kristo. Mwisho, sio katika umana, tungeweza pia kurudi kwenye kauli yake Yesu ya kwanza. Tukipatanishwa na Mungu, tukipata msamaha, wale wanaoungama kweli dhambi zao, wameenda kuungama dhambi zao, anaporudi anakuwaje? Nakuwa mwepesi eti. Nakuwa mwepesi. Huruma ya Mungu itufanye wenye amani moyoni. Amani ya moyoni ndio inayosambaa na amani ya sisi sote. Ikuletea amani. Inakuletea amani, huruma ya Mungu. Ungependa amani moyoni mwako? Itafute huruma ya Mungu. Itafute. Fanya mchakato. Sio jambo la wakati mmoja sasa hivi. Fanya mchakato. Inawezekana mwingine hatua zake zitakuwa chache, mwingine hatua zinakuwa ndefu na nyingi. Kila mmoja ingie kwenye mchakato. Ndio maana kuishi tunaishi, mwingine miaka 3, mwingine miezi 3, mwingine mwezi mmoja, wengine miaka 96 bado wanadunda. Wengine zaidi hapo. Si ndio jamani? Ndivyo hata safari yetu katika Isaka huruma ya Mungu ianzishe sasa. Anzisha, mwanzo wetu ni ule ule katika ubatizo. Na katika ubatizo tukianza safari, tunasafira moja taratibu taratibu taratibu. Mwingine siku ya ubatizo hiyo yakakomunika. Tuwabatiza Jumatatu ya Pasaka, walikomunika. Wameacha safari bado. Watakomunika mwaka gani? Watakomunika lini watoto wale? Lini? Angalia mtoto wako alikuwa na umri gani alipobatizwa mpaka aingie kwenye mafundisho ya komunio ya kwanza, atakuwa ni miaka mingapi ndiye akomunike? Si ndio bwana? Yote ni safari katika kumwelekea Mungu, ipata huruma yake. Maadamu tu ianze safari. Na mimi nawaalika, kama kweli tunataka huruma ya Mungu katika maisha yetu, inayotuletea hayo ambayo tumesema, na hasa jambo la kwanza ambalo lingefungua mlango mwingine, lingesababisha mambo mengine. Jambo la kwanza, kufungua mlango wa msamaha, kufungua mlango wa hofu, mlango wa chuki, mlango wa wizi, mlango wa ushirikina, mlango. Endelea yanayokuhusu, sio unaosikia kwa watu, yanayokuhusu. Endelea. Huo mlango umesema, mmoja anasema inamtesi sana umbea. Huo mlango ndio anza nao, utafunguliwa. Na mwingine mlango gani? Kila mmoja mtoto mlango wake uliofungwa, asiwe na shaka nao. Huruma ya Mungu ina nguvu. Sawa jamani? Huruma ya Mungu ina nguvu. Inashinda udhaifu wote wa mwanadamu. Inashinda. Na katika huruma ya Mungu tunajifunza jambo moja tu la sadaka ya pekee ya upendo kwetu sisi ambao alitoa. Tumombe Mungu atusindikize katika hili. Na tuungane kama taifa zima la Mungu. Kila mmoja aipate huruma ya Mungu. Kwa sababu wote tumeingia kwenye safari iliyo moja. Hatimaye tukashiriki furaha ya milele mbinguni. Kristo
tumaini letu.